Kaunti ya Bungoma kwa kutujuza taswira jinsi hali ilivyo. Wacha tuvuke hadi katika kaunti ya Kakamega ambayo inapatikana maeneo hayo ya magharibi ya Kenya. Hebu sasa tuungane na mwandishi wetu Violet Auma ambaye yuko Kakamega atuchoree taswira kamili baada ya maandamano. Violet, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tujuze kwa kina na mapema. Asanteni sana, tunakujeni moja kwa moja kutoka kaunti ya Kakamega. Kaunti ya Kakamega ni mojawapo ya kaunti ambazo ziliweza kushiriki maandamano ya vijana wa kizazi cha sasa ama Gen Z ambao walikuwa wanawakumbuka wale wenzao waliofariki tarehe 25 Juni mwaka wa 2024, ikiwa ni mwaka jana. Hiyo jana kuliweza kushuhudiwa tu maandamano na vile vile visa vya wizi ambapo wengi tu waliweza kushiriki wizi wa mali hapa, wengine wakaharibu mali. Afisi za kaunti ziliweza kuharibiwa jana na vile vile tu maduka yaliweza kuporwa. Hapa katika kaunti ya Kakamega, kulingana na afisa mkuu wa polisi ama eneo la magharibi anaitwa Isa Mahmud, alisema kwamba zaidi ya vijana 50 waliweza kukamatwa hiyo jana kufuatia maandamano hayo ambao waliweza kushiriki katika wizi na vile vile uharibifu wa mali. Niko na watu hapa katika kaunti ya Kakamega, wote tuweze tu kuzungumza nao tuweze kujua hisia zao ni zipi na yale yote ambayo yalotokea jana, maoni yao ni yapi. Karibu kaka, naomba usonge kidogo, tueleze majina yako na hisia zako ni zipi kufuatia maandamano yaliokuwa ya jana ambapo inasemekana watu waliweza kupoteza mali yao. Kwangu majina naitwa Edward Amai, na ningeweza tu kusema kwamba kulingana na maandamano ya vizazi vya sasa iliweza kutudhuru kiasi, manake kazi yetu iliweza kurudi chini sana. Hatukuwa naweza kutembea katika maeneo fulani like ungeweza kutoka town uende Lurambi ama uende Marava, manake hawa vijana walikuwa wameweka moto kwa barabara, huwezi pita, so inabidi mteja asifike kwenye anaenda. Kwa njia nyingine pia wafanyabiashara like wa mama wa kuuza nyanya, samaki, ilikuwa siku ya soko, hawangeweza kutandika manake wangeweza kuporo. So tunaweza sema ya kwamba although Kakamega ilikuwa na maandamano, but tunaweza shukuria kwamba polisi waliweza kusaidia kuzuia haya maandamano. Manake hata ukiangalia sana vijana wale waliweza kupigwa risasi, tunaweza pata Kakamega hatuna. Tunaweza sema polisi wa Kakamega wanajua kufanya nini kuzuia maandamano. So tunangeomba kama tunaweza kuwa na maandamano mengine wazidi kuwa na maarifa kama yale ya jana, walisaidia vijana ambapo hatukuweza kupoteza vijana, isipokuwa wale waporaji ndio waliweza kushikwa. Ni hayo tu. Unajua kwamba katika vitu vingi kuna mambo mengi unajifunza. Kwako wewe ni kitu kipi ambacho uliweza kujifunza katika maandamano, na iwapo basi kutakuwepo na maandamano mengine hicho kitu hakistahili kufanyika? Like jana kwangu ningeweza kusema kwamba kama kuna maandamano, yes, maandamano yako mnaweza kuwa mnapasa ujumbe fulani kwa serikali. Hakuna haja muweze kuwasha moto kwa barabara, maana barabara haijakosa, mnapiga magari mawe, gari haijakosa. Unaona sasa vitu kama hizo. Kuandamana tunakubaliwa kuandamana, but kwa amani. Hiyo message mnapasi inasikika. Sasa mkileta furugu, haya mswada wenyu huwezi sikika. Asante ndugu yangu. Acha tuweze kusikia kwako. Majina yako ni unaitwa nani na hisia zako ni zipi? Kwa majina ni Bwana Juma Hassan, ikiwa mkaaji hapa Kakamega. Maandamano yalikuweko jana na ni kikatiba, ni haki ya kila Mkenya kuweza kufanya maandamano. Lakini yale maandamano ya jana mwanzo yalianza kwa njia mzuri, wakawa wanafanya maandamano kwa njia ambayo inastahili, wakamaliza. Lakini baada ya kumaliza, kile kikundi ambacho kilikuja kikundi cha pili, ndio wale ambao walikuja wale wakaonekana ni kama ni wahalifu, wakaanza kufunga barabara, wakaanza kuharibu mali ya watu. So si jambo ambalo sisi kama jamii ya Wakenya haistahili tuchukue mkondo huo. Kama ni maandamano, tuweze kufanya maandamano ya amani, tusiweze kuharibu mali ya watu wala kuumiza watu. Yeah. Nashukuru sana. Acha tumsikie kwako alafu na kaka alafu tukimaliza. Kwa majina naitwa Rogers. Maandamano yalikuwa jana kuanzia saa 6 mpaka saa 5, saa 7 ilikuwa maandamano mazuri. Lakini maandamano yalikuja kwa saa 8 kwenda saa 9 hapo, hao walikuwa wakora. Wale walikuwa wanatokea Marava na Lurambi na Sichirai, hao hawakuwa vijana wazuri.
kufika mahali kuja kubomolea Mkenya mahali penye ambaye anatafutia riski, kwenda kubomoa viwanda za soda, kubomolea mtu mahali penye anatafutia riski, paka kubomoa friji ya soda, ambapo si vizuri. Hii haifai. Kama ni maandamano, tuandamana tu kwa njia ya amani. Wewe jipange, toka na maji kwako, hata ikiwezekana toka na viazi kwako, ukuje ukulia kwa maandamano. Si tunaenda kubomoa vitu za mtu. Huyo mtu ni hustle tu vile, analia tu vile wewe unalia. Hakuna haja kwenda kubomolea mtu kitu. Unaibia mtu kitu ndio at least uone tu maandamana. Hiyo si maandamano ya halali. Hiyo ni wizi. Kaka kwako. Sijui kama unaweza toa kofia. Kwa majina anaitwa Henry Burula. Ama kwa kweli maandamano ya chana, mimi langu naweza omba waandamanaji, ukienda kuandamana, tuandamane kulilia haki yetu. Wale maaskari ni mandugu zetu, tukiwaona tusiwaone kama ni watu wabaya, wanakuja kutulinda na hiyo ndio kazi yake. Mimi naweza omba rais atusikize sisi vijana, tunaumia sana. Vile unavyotuona hatuko vile tulikuanga. Tunaweza kuwa vizuri kama unaweza kutusikiza na ufanye vile tunataka. Langu ni hiyo. Okay. Sasa unataka kutoa maoni? Tukimalizia tafadhali. Naomba uangalie kamera. Majina naitwa Indama. Kenya naweza omba tu vijana wa Gen Z washike kura. Wakishika kura yale mazuri wanataka wataipata. Lakini kama wanapiga tu makelele na kuibia watu vitu na hawana kura, sioni kama wanaweza saidika. Nikirudi pande Rais, sikia kilio cha wananchi. Sawa ndio walikuwa kwa kiti. Sikia kilio ya wananchi bila wanaongea. Usifuate tu wale wenyewe wanakuambia ndio unafuata. Fuata yetu sisi watu wa chini. Asante sana, ni maoni na hisia tu za wakazi hapa katika kaunti ya Kakamega. Kama nilivyosema tu kulikuwepo tuna hali ya mshike hapa katika kaunti ya Kakamega. Lakini kama nilivyosema pia awali ni kwamba mkuu wa polisi eneo la Magharibi Isa Mahmud alisema kwamba zaidi ya vijana 50 waliweza kukamatwa kufuatia vurugu zilizotokea, wizi ambao ulotokea na ubomozi haswa. Na hivyo basi tutakuwa tunafuatilia katika habari zetu zijazo, tutaweza kuwajuza watazamaji wetu kipi kinajiri maeneo haya. Tumejaribu kuwatafuta wale wafanyabiashara ambao maduka yao yameweza kuporwa. Kuna maduka ya soda, nguo na kadhalika, lakini hawajaweza kupatikana. Wanasema kwamba wameenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Lakini katika habari zetu zijazo natumai ya kwamba tutaweza kuwapata na kupata hisia zao vile vile. Narudisha kwako studioni, naitwa Violet Auma.